Serikali inaendelea kukamilisha ujenzi wa mradi wa uzalishaji umeme katika bwawa la Julius Nyerere kwa gharama ya shilingi trilioni 6.6. Ujenzi wa mradi huo wenye uwezo wa kuzalisha umeme wa megawati 2115 kwa siku umekamilika. Hadi Machi 2025, jumla megawati 2115 zimeunganishwa kwenye gridi ya taifa na hivyo kuongeza kiwango cha umeme katika gridi ya taifa kufikia megawati 4031.7. Na kuanza kwa uzalishaji wa umeme katika mradi huo kumeongeza kiwango cha upatikanaji wa umeme na uhakika kuwa chachu ya kasi ya maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, uunganishaji wa umeme vijijini. Katika kipindi cha Novemba 2020 hadi Februari 2025, serikali imeunganisha umeme katika vijiji 4071 kwa gharama shilingi bilioni 1,593 na hivyo kuwezesha vijiji vyote 12,318 vya Tanzania bara kuunganishwa na umeme. Hatua inayofuata sasa baada ya kukamilisha mradi wa kupeleka umeme katika vijiji vyote ni kupeleka umeme kwenye vitongoji, ambapo jumla vitongoji 33,657 kati ya 64,359 sawa na 52.3% vimeunganishwa na huduma ya umeme. Usambazaji wa umeme katika vijiji na vitongoji utawezesha wananchi kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi, hususani zinazohitaji nishati ya umeme zikiwemo kuchomelea vyuma, useremala, kuchakata nafaka na kuchenjua madini. Serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na serikali ya Uganda inatekeleza ujenzi wa mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki lenye urefu wa kilomita 1443 kutoka Hoima nchini Uganda mpaka Tanga hapa nchini Tanzania. Utekelezaji wa mradi huo umefikia 55%, ambapo kilomita 1115 za bomba hilo zinapita hapa nchini. Serikali tayari imeshachangia mtaji wa dola za Marekani milioni 376 sawa na 15% ya hisa. Kupitia mradi huo jumla ajira 6610 za muda na ajira 114 za kudumu zimeshaanza kuzalishwa. Mheshimiwa Naibu Spika, tarehe 1 Agosti 2024, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizindua huduma za usafiri wa reli kati ya Dar es Salaam, Morogoro mpaka Dodoma. Hadi kufikia Februari 2025, abiria milioni 1,809,983 wamesafirishwa na jumla shilingi bilioni 54.9 zimekusanywa. Uwepo wa huduma hiyo ya treni umepunguza muda wa safari kati ya Dar es Salaam na Dodoma kutoka wastani wa saa 10 kwa basi hadi kati ya saa 3 na 4 kwa kuchagiza kasi ya maendeleo ya uchumi na kijamii hapa nchini. Eneo jingine ni ujenzi wa reli ya kati na kiwango cha kimataifa. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kutekeleza mradi wa ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa. Hadi kufikia Februari mwaka huu 2025, ujenzi wa kipande cha kutoka Mwanza Isaka kilomita 341 umefikia 62.37. Makutopora Tabora kilomita 368 umefikia 14.35. Tabora mpaka Isaka kilomita 165 umefikia 6.33, na Tabora Kigoma kilomita 506 umefikia 7.34. Aidha, maandalizi ya kuanza ujenzi wa kipande cha Uvinza Malagarasi mpaka Msongati kilomita 282 yameanza, ambapo serikali ya Tanzania na Burundi zilisaini mkataba wa ujenzi wa kipande hicho siku ya tarehe 29 Januari mwaka huu 2025.